Hello, karibu tena katika wasaa wa simulizi. Na hii ni Vam TV. Simulizi yetu Wangu wa Rohoni. Tunaendelea tulipoishia kipande cha kwanza. Na sasa ni kipande cha pili. Wacha nikukumbushe pale ambapo tulikuwa tumeishia. Nilijaribu kumgomea na yeye akagoma kabisa, akadai haondoki pale kwetu bila mimi kula. Hapo ndipo tulipokuwa tumeishia. Kama hukuwa nami, unaweza ukaanza kipande cha kwanza ili uelewe vizuri hii simulizi. Basi tuliendelea kubishana sana na Hemedi pale nje kuanzia saa 3 mpaka saa 5. Nilipoona mida inazidi kusonga na chakula kinapoa, ikabidi nikubali tu kuingiza chakula ndani tule wote. Kwa kweli nilikuwa nasikia njaa mpaka utumbo unatetemeka, lakini sikuwa na mpango wa kula. Nilipanga chakula mezani. Nilipomaliza nikamkaribisha. Nilimnausha mikono kwa adabu nikiwa nimepiga goti. Ndio mama alivonilea jamani. Hemedi alikuwa ananawa tu bila kuiangalia mikono yake. Macho yake yote yalikuwa usoni mwangu. Alimaliza kunawa, nikamuita na mdogo wangu Popi tukala pamoja. Chakula cha wingi ndio kinanoga na kinakuwa kitamu bara. Tulienjoy sana chakula, tukashushia na juisi ya baridi. Baada ya hapo tukapumzika kidogo, tukiwa tunasubiri mgeni aondoke tuendelee kujisomea. Asije tung'ang'ania kulala kwetu, maana tutamtimua kama mwizi. Hemedi alikaa kidogo baada ya chakula. Ni kama vile kuna vitu alikuwa anatamani kuongea, ila anashindwa kwa sababu mdogo wangu Popi yupo. Hata hivyo hakukawia, alituaga akashukuru sana kwa chakula. Baada ya hapo nilimtoa. Tulipofika nje, Hemedi aliniuliza, "Kwa nini mnakaa wenyewe? Wazazi wako wako wapi?" Angejua hilo swala linaniumiza. Sikumjibu chochote zaidi ya kurudi ndani na kufunga mlango bila hata kumwaga. Nilimwacha pale nje akiwa anashangaa, haelewi. Hata hivyo Hemedi alinitumia message akaniambia, "Samahani sana Bella, na sitokuuliza tena hilo swali, maana nahisi ni swali linalokuumiza sana." Siku iliyofuata alikuwa weekendi, Jumapili. Hatukuenda kufungua ofisi kwa sababu tulikuwa tunafanya usafi, maana kesho yake ilikuwa siku ya mdogo wangu kwenda shuleni, na ilikuwa siku yangu ya kurudi chuoni pia. Siku hiyo usiku nilimwandalia Hemedi chakula kama kawaida. Baada ya hapo nikamwambia Popi ampeleke nje. Sikutaka kuonana naye, yani Popi ampeleke nje. Sikutaka kuonana naye maana angeweza kulazimisha aliye tena pale kwetu. Basi nilimwambia Popi amwambie mie sipo. Hemedi baada ya kuambiwa sipo usiku ule alichanganyikiwa. Kaenda wapi sasa hivi usiku? Alianza kunipigia simu usiku huo. Nilizima, sikuwa mbali, nilikuwa ndani chumbani kwangu na mchungulia dirishani. Dada huwa ana tabia za kutoka usiku. Hemedi alimuuliza Popi,
Akamwambia hapana, ni leo tu ndo ameondoka. Oh, aliitikia kisha akashukuru kwa chakula na kuondoka, huku kichwa kikiwa kinawaka moto. Angejua mwenzie niko tu ndani, wala asingechanganyikiwa vile. Siku iliyofuata asubuhi, wakati namsaidia Poppy kufanya maandalizi ya shule, tulisikia mungurumo wa gari nje ya nyumba yetu. Lazima ni Hemedi huyu, nilijisemea kabla ya kuchungulia. Hata hivyo, tulisikia Hemedi akiwa anabisha hodi. Nilipochungulia nilimuona akiwa amesimama mlangoni na vile vyombo vya chakula. Nilikwenda kumfungulia na nilikuwa nimependeza hatari. Nilikuwa nimevaa mavazi mazuri sana, maana nilikuwa namsindikiza Poppy shuleni. Hemedi alizoea kuniona kwenye vijora. Siku hiyo kwa mara ya kwanza aliniona kwenye kigauni fulani hivi kifupi cha kubana na viatu virefu. Nilikuwa nimependeza mno jamani. Jamaa alipigwa butwa baada ya kuniona, akaniuliza, Bella, ndio unarudi nyumbani sasa hivi? Nikashangaa mbona ananishautia, wala sikumjibu. Nilichukua vyombo alivyokuwa navyo nikarudi ndani, wala hatukusalimiana. Yes, sindo alianza na shouting bila hata salamu, na mimi sikuona kama kuna umuhimu wa kumsalimia. Nilichukua zangu vyombo nikamwacha pale mlangoni akiwa amechukia sana. Poppy alimaliza kujiandaa, tukatoka na Hemedi. Hatukumkuta pale nje. Tulikwenda tukapanda daladala mpaka shuleni kwa mdogo wangu. Mimi ndo kama mzazi wake, na kwa siku kama hizo wanazokuwa wanafungua shule lazima kumpeleka. Basi ada niliyokuwa nayo ni kidogo sana, yaani ni kama robo tatu ya ada kamili. Kibaya zaidi, siku hiyo tuliambiwa wanafunzi wote wa kidato cha 4 wanatakiwa waanze kuishi shuleni, na pia si ombi, ni lazima. Ilitakiwa pesa ya kulipia hostel na chakula. Nilitamani kulia siku hiyo shuleni, lakini nilijikaza mdogo wangu asijue chochote ninachokipitia. Dada, umesikia mwalimu mkuu alivyosema kuhusu kukaa shuleni? Na ni wiki ijayo natakiwa nishone na sare zote za hosteli pia. Basi nikamwitikia, usijali mdogo wangu, ngoja niende nikakufanyia mpango. Nilimpa matumaini tu, lakini kiukweli sikuwa najua wapi naenda kupata pesa, maana mimi mwenyewe huko chuoni kuna mitihani natakiwa kufanya, ila sina ada. Wakati naondoka pale shuleni nilikuwa na pangusa machozi. Nina majukumu ambayo siyajui, yaani sijui kama nitayaweza kuyamudu. Wakati nalia, ghafla kuna mtu akanigusa bega na kunipatia tishu nifute machozi. Baada ya kuguswa bega, niligeuka haraka kumwangalia ni nani aliyenishika bega. Alikuwa mbaba mmoja hivi, alinipatia tishu akaniambia, futa machozi. Huyu ni nani? Ndio swali nililokuwa najiuliza. Hata hivyo alijitambulisha, akaniambia yeye anaitwa Mr. Martin. Vipi, tunafahamiana? Nilimhoji, akajifanya ni kama hajalisikia vizuri ile swali, na muda huo simu yake ilikuwa inaita. Alipokea simu bila kunijibu swali langu. Mr. Martin aliongea na simu. Baada ya hapo akaniuliza, sorry, unaelekea wapi? Nikamwambia mtaa ninaoenda. Akaniambia nipande kwenye gari anishushe huko, maana ndo anakuelekea kupitia huko.
Basi nilipanda gari, maana hata hivyo pesa ya kwenda kupanda daladala sikuwa nayo. Hiyo gari yake sasa ni V8, sijui ndo V8. Kwenye gari nilijua nitaanza kuongeleshwa like kutongozwa au kuomba namba, lakini wara. Mr. Martin alinifikisha sehemu nilipotaka kushukia. Nikamwambia, akanishusha. Nilimwambia thank you, akajibu okay, take care. Akafunga mlango wa gari na kuondoka. Yani hata kuniomba jamani, hamna namba. Kwa mara ya kwanza nikajihisi kama sijakamilika. Ujua mara nyingi nimekuwa natongozwa na wanaume mbalimbali wanaonishobokea na nawakataa. Kilichoniuma zaidi ni vile Mr. Martin aliniona kabisa nalia, akanipa tishu nifute machozi, lakini hakuniuliza nilikuwa nalia nini. Na kwa nini hajanitongoza nimkatae? Au nimeshaanza kuwa mbaya? Niliumia mno. Ujue mwanamke ukitongozwa kwa namna unakuwa unajiona bado inalipa. Mimi kumbe ni mlembo. Unajiona kama yani mwanamke yeye anajiona kama mlembo jamani. Usiombe ukakutana na mwanaume akaonyesha kukujari alafu mwisho wa siku asikuombe namba wala kukutongoza. Inauma. Nilitembea mpaka nyumbani kama mtu alomwagiwa maji ya baridi mwili mzima. Baada ya kufika nyumbani nilienda moja kwa moja chumbani kwangu kulala. Wakati nimelala, simu yangu ilianza kuita. Aliyekuwa anapiga ni Hemedi. Nilipokea simu nimsikilize. Hello Hemedi. Akaitika yes Bera. Mbona sauti yako iko hivyo? Sauti yangu ilikuwa ya majonzi sana. Nilimwambia niko sawa, usijari. Hemedi aliniomba tutoke, kuna kitu alihitaji kukizungumza na mimi. Nilimwambia siwezi kutoka kwa sababu mchana nina kazi ya kumwandalia mwanafunzi chakula. Basi Mr. Hemedi aliniambia yeye atanunua chakula cha Poppy. Huo mchana atampa mtu amletee nyumbani. Aliniomba sana mpaka nikakubali. Aliomba nijiandae, yeye atakuja kunichukua. Nikamwambia sawa. Basi niliamka nikajiweka sawa. Baada ya muda Hemedi alikuja kunichukua. Sikujua tunaenda wapi, na isitoshe bado ilikuwa ni asubuhi sana. Hemedi aliendesha gari umbali mrefu kidogo mpaka kwenye hoteli fulani nzuri sana. Aliweka gari parking, tukateremka. Alinishika mkono, nikashuka kwenye gari. Baada ya hapo akaniambia umependeza sana Bera, wewe ni mzuri sana. Nilimjibu asante. Alinishika mkono, tukawa tunatembea kuingia ndani ya ile hoteli. Hemedi ni handsome sana kiasi kwamba nilikuwa naogopa kuruhusu moyo wangu umpende, maana nilikuwa nahofia kuumia tu. Nilijua kabisa kwa yule kaka sitakuwa peke yangu. Ni mzuri mno kiasi kwamba ukiwa naye unakuwa hata hujiamini. Jamani. Basi tulikwenda tukaketi kwenye kisehemu kizuri. Mhudumu akaja kutusikiliza. Kwa vile bado ilikuwa ni asubuhi, tuliagiza breakfast tukaretewa. Tukaanza kula. Hemedi alikuwa anakula, lakini muda wote macho yalikuwa yananiangalia tu mimi. Baada ya kunywa chai, Hemedi aliniomba tuongee. Nilikubali kumsikiliza. Hemedi alianza kunitongoza. Aliniomba kama itawezekana mimi na yeye tufungue ukurasa wetu mpya, tuzame katika ulimwengu wetu wa mapenzi. Alidai tangu siku ile ya kwanza aliniona moyo wake ulivutiwa sana na mimi.
Alafu mimi mtoto wa watu alikuwa very serious. Alirudi mara mbili kuniambia, Bella, I love you, please. Naomba unikubali. Ikumbukwe hii ni Vam TV Online. Subscribe kwa masimulizi kibambe. Usisite kushare na rafiki ili aipate naye aielewe hii simulizi. Nilimwomba Hemedi anipe muda nimfahamu yeye ni mwanaume wa aina gani, na nikishamfahamu nitampa majibu sahihi. Alikubali, lakini akaniomba nisirudie tena kutoka usiku kama nilivyofanya jana. Anaamini kweli nilitoka, lakini wala tulimdanganya tu. Hemedi aliniambia nikiwa na shida yoyote nimwambie yeye atanisaidia. Nilimwambia sawa, asante. Basi kama mnavyojua, mambo ya kutongoza na haswa sio ya haraka. Mchana ulitukuta pale kwenye ile hoteli nzuri. Hemedi aliweka oda tuandaliwe lunch. Tuliandaliwa lunch fulani hivi, very demure. Sijui ndo nini. Tulikula mimi na Hemedi. Nilikuwa namuonea aibu, sijui kwa nini. Tulipomaliza kula, Hemedi alinirudisha nyumbani. Nilimbebea mdogo wangu chakula chake ili akitoka shule ale. Baada ya kufika nyumbani, Hemedi alinipa pesa. Akaniambia, hiyo utatumia kwenye mahitaji yako. Nilishindwa kuzuia machozi. Nilimwambia asante sana. Hemedi, asante. Yeye mwenyewe alishangaa, alinikumbatia akanifuta machozi. Akaniambia, I'm here for you. Kama kuna kitu chochote usinifiche, niambie. Nilimwambia sawa, nitafanya hivyo. Tuliagana, mimi nikaingia ndani. Nilipohesabu ile pesa ilikuwa 500,000. Nilimshukuru sana Mwenyezi Mungu. Baada ya kupata pesa, niliona bora nikamalize ada ya Poppy, maana nikikaa na ile pesa naweza nikatumia kwa mambo mengine. Nilichukua boda muda huo nikarudi shuleni kwa Poppy. Nilifika nikakuta wanafunzi ndo wameanza kutawanyika. Hata Poppy sikumuona. Huenda tulipishana huko njiani. Niliingia ofisini kwa mkuu wa shule. Nikamwambia, nimekuja kumalizia madeni ya Poppy. Mkuu wa shule alianza kushangaa. Akaniambia Poppy hadaiwi. Nikamuuliza, how Poppy hadaiwi? Kwani umenisahau? Nimetoka hapa asubuhi na nilibakiza madeni. Nikamwambia nitarudi kuyalipa. Mkuu wa shule aliniambia ndio na kukumbuka. Baada ya wewe kutoka, kuna mwanaume alikuja akamaliza kulipa kila kitu cha Poppy. Kwa sasa hadaiwi chochote mpaka anamaliza form 4, yani kidato cha 4. Mwanaume gani huyo? Mkuu akaniambia hakujitambulisha kwa jina. Nilijaribu kuumiza akili, au ni yule jamaa alionibeba kwenye V8 sijui. Lakini kama ni yule, mimi mbona simjui? Ilibidi nirudi zangu nyumbani. Nikamkuta mdogo wangu ameshafika, yupo anakula. Poppy aliponiona aliniuliza, dada vipi, mbona unaonekana kuchanganyikiwa? Nilimweleza kilichotokea. Poppy akaniambia, huyo lazima ni Hemedi tu. Wewe umejuaje? Akasema, mimi nahisi tu, na ninahisi hata huyo mtu aliyekuja kukupa tishu yeye ndo amemtuma. Mbona kama kweli vile? Sijui nimuulize Hemedi. Poppy akasema, ndio muulize dada. Basi ilibidi nimpigie Hemedi. Nikamwambia, samahani, kuna kitu nataka kukuuliza. Akaniambia, it is okay Bella, talk to me. Kuna kitu chochote umefanya kwa ajili yangu leo?
Hemedi akakaa kimya kidogo, Zeni akaniuliza, kitu gani Bella? Ni wewe ndio umelipa madeni ya Poppy shuleni? Hemedi alikubali akaniambia yes. Ni mimi, samahani kwa kuwa nilifanya bila ruhusa yako. Kwa hiyo hata yule Mr. Martin wewe ndo umemtuma anibebe kwenye gari? Akasema ndio Bella, ni mimi. Kwani unafanya hivyo Hemedi? Nikamuuliza. Akanijibu akaniambia kwa sababu nakupenda sana Bella. I love you. Lol, ilibidi nikate simu maana Poppy anasikiliza Hemedi anavyonililia kwenye simu. Baada ya kukata simu, sauti ya Hemedi ilibaki inajirudia kichwani kwangu. Poppy naye akaniuliza, unampenda eh? Ops, hata sijielewi. Nilielekea chumbani kwangu nikajilaza kitandani. Nikawa nawaza tu kuhusu Hemedi. Mbona kama vile nimeanza kumpenda? Kila mwanamke ndoto yake ni kupata mwanaume kamili mwenye kujali na kusapoti. Nilifikiria sana kuhusu Hemedi ndo wa kwangu. Kama ameweza kunifanyia hivyo bila kumwomba, basi bila shaka huyu ni mwanaume sahihi atakayenifaa. Lakini no wait, kwa hiyo ina maana ndo nimeamua hivyo kuingia kwenye ulimwengu wa mahusiano. Nafsi zilianza kubishana, ingine inasema no, utaumia, ingine ikasema ndio, mkubalie. Kipi nifanye sasa? Na moyo ndo kama hivyo, muda wote unamfikiria tu Hemedi. Nilikaa huku nawaza mpaka usiku ukaanza kuingia. Niliamka niende kuandaa chakula cha usiku, mara simu yangu ikawa inaita. Alinipigia simu ni Hemedi akaniambia, leo usipike chakula, nitakuja kuwachukua tukale dina. What? Mshikaji alizidi kunivutia sana. He is kind of man who I want. Nilimwambia sawa, nimekuelewa. Ule ugumu wa kumwongelesha kibabe haukuwepo tena. Mida ya 2 usiku Hemedi alitufuata akatuchukua mimi na Poppy mpaka kwenye hoteli moja hivi hapa Dizim. Tulieka oda kila mtu anachojisikia kula wakati chakula kinaandaliwa. Tukaletewa cocktail za kuburudisha mwili. Oh, it was nice day. Yani ilikuwa siku nzuri sana. Tulikunywa cocktail, haikupita muda tukaletewa chakula, kila mmoja kama alivyoagiza. Tulikula pale tukamaliza. Hemedi akatuambia tuongeze vinywaji. Lol, tungepasuka. Tulimwambia sie tushatosheka, muda ulikuwa ushaenda, ilibidi turudi nyumbani. Hemedi alitupeleka mpaka nyumbani. Majirani sijui wanaongea nini kutuhusu, maana si kawaida yetu. Basi Poppy alishuka kwenye gari wa kwanza. Mimi wakati nashuka, Hemedi akaniambia, Bella, wait a minute. Nilimkonyeza Poppy asiende mbali nisije bakwa kule ndani ya gari. Mdogo wangu alisimama kuni ngoja. Hemedi aliniomba nimpe ratiba yangu ya chuo ili awe anakuja kunipeleka. Alidai pia siku ambazo atakuwa tight atakuwa na mtuma dereva wake aje kunichukua. Nye, hizi raha sasa hata sikutarajia, mjue. Mbona kama naangalia movie vile? Huku ndo kuokota dodo kwenye mnazi. Nilimwitikia nikamwambia thank you, nitafanya hivyo. Akaitika nataka kushuka, akanishika tena mkono. Akaona
mdogo wangu ananichungulia. Akamwambia Poppy, nenda ndani Shem. Dada simfanye kitu atakuja. Poppy alienda ndani. Nikabaki pale na Hemedi. Aliniuliza, lini utanipa ratiba? Nikamwambia nitakutumia message cause kesho nataka nianze kwenda chuoni. Nilikuwa naongea huku naogopa. Unajua Basi Hemedi aliniambia ni sawa. Kesho unaenda muda gani? Nikamwambia saa 4 asubuhi. Akasema nitakuja kukuchukua mwenyewe. Nikasema thank you. Basi akaendelea na kupenda. Aliongea kwa sauti fulani hivi da. Basi nilijisikia tofauti ukizingatia alivyokuwa amenishika mkono wangu. Nilipata shida kupumua. Hemedi alirudi tena kuniambia nakupenda Bella. Akawa ananipapasa ule mkono. Nikawa nasikia hali sielewi. Nilivuta mkono wangu aniachie, hataki, ananiangalia tu. Anatamani hata anyonye lips vyangu vya pinki vizuri kweli. Nilikuwa namwangalia machoni, anataka hadi kulia. Aliniomba nimwambie chochote tu kutoka moyoni, kama nampenda au la, chochote tu. Tatizo ukimkubali mtu haraka hapo anaanza kujiona sukari. Bora niendelee kumkazia, akipata shida kunipata atajifunza namna ya kuniheshimu. Nilimwambia vile nilivyomwambia mchana, we need time to know each other. Alinielewa maskini, akaniambia can I kiss you? Nikamwambia sio sasa wewe, need time. Ni akinipa pesa simwambii we need time, ila yeye kila anachoniambia namwambia we need more time. Hata hivyo mtoto wa kike lazima usimamie mwili wako, sio unatumika tu kama choo. Usiku huo tuliagana hivyo kibishi. Nikaingia ndani. Hemedi naye akaondoka zake. Sio kama simpendi, nahisi kabisa nampenda, lakini sihitaji kujirahisisha kisa msaada anaonipa. Usiku huo baada ya kuingia ndani nilikuwa na furaha sana, mpaka Poppy akasema Mungu wangu, mlinde dada yangu, mchumba wake wenye tamaa wasimchukue. Wedogo wachage wenge gani dada, sema tu hujione ulivyobadilika. Yani tangu Hemedi aje kwenye maisha yako, siku hizi hulii kama zamani. Naomba umkubalie tu, usimtese. Yani Poppy anataka kunipangia mimi cha kufanya. Msio. Peleka komo lako huko ukajisomee. Nampenda sana mdogo wangu. Alienda zake kujisomea. Mimi nikaingia jikoni kukanda unga, ili kesho kabla sijaenda chuoni niwapikia mafundi chai na mandazi. Usiku wakati nakanda unga, Hemedi alipiga simu. Mimi nikashindwa kupokea, maana nilikuwa jikoni, mikono inatumika jamani. Ilipiga simu huyo jamani. Nikajisemea tu nimalize kwanza kukanda unga ndo nimpigie. Wakati nataka kumpigia nikakuta ametuma message, it is okay. Huenda mimi sio type yako. Endelea na hao unaowapenda. Jamani, mbona wivu jamani, angejua mwenzie hata sijawahi waza hivyo vitu. Basi nilivyosoma ile message nikasema acha nimpigie, asilale na mihasila. Nimepiga simu kazima. Jamani, kaloho kadiniuma. Nililala zangu, kesho yake asubuhi nikamtumia message, good morning. Akajibu ndo umetoka kwa hao. Wakina nani? Akanijibu naopenda. Nikaguna. Akajibu ni sawa tu Bera, ila tambua unachonifanyia sio sawa. Sometime kuonewa wivu laha, tena laha inazidi pale
unapolalamikiwa kwa kitu hujakifanya. Basi muda huo mimi nilikuwa nakaanga mandazi. Nilivyoona hatuelewani, nikaweka simu kando, nikaendelea kupika. Nilipomaliza nikashika simu, nikakuta ni miskolo 3 kutoka kwa Hemedi. Mbona sikusikia wakati inaita? Shetani mbona yuko serious kiasi hiki cha kutaka kuharibu hili uhusiano? Sijalala, yeye anataka kulifyeka. Basi maiwenu nikajisemea nipige simu nijitetee. Jamaa hakupokea. Nikatuma message, sorry, nilikuwa jikoni napika mandazi ya mafundi. Kimya, sikujibiwa. Nilichanganyikiwa. Jamani, nisamee, sitorudia. Nilimtumia tena hiyo, akaniambia jiandae, muda huu wa chuo unakaribia. At least anajari. Basi nilimaliza kuchuja chai kwenye chupa, nikaweka mandazi kwenye del, then nikawakimbizia mafundi haraka. Kufika pale mafundi wananiita Maza House. Nani amewambia? Na hawa watu umbea tu. Niliondoka zangu nikaja kujiandaa. Nilichagua kinguo kitamu sana nikakivaa. Kichwani nilivaa wigi fulani hivi amazing, chini viatu virefu na kimkoba changu cha 15,000 ila ukikiona kama cha 50,000. Maskini tunajua kuchagua vitu vya bei. Ila vimeenda shule. Baada ya kumaliza kujiandaa nilitoka. Hemedi alikuwa nje kwenye gari ananisubiri. Jamani, kitu gani kiliendelea? Kumbuka hii ni Vam TV Online, subscribe, like, toa maoni yako. Tukutane kipande cha 3 na hiki kilikuwa kipande cha 2. Mungu awe nawe ni zaidi na zaidi. Amina.